Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni na duniani, kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wake. Neema ya Mungu imetukusanyisha tena, na kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tumekusanyika. Ibada tulio nayo ni ibada ya kumshukuru Mungu. Amen. Ninayesema nawe ni Mama Elwa, Jesus is the way, kwa moyo wa upendo kabisa na kwa furaha na kukaribisha tena katika ibada hii. Na ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameuachilia kwa kanisa ni uamsho kwa kanisa wa kumshukuru Mungu Baba katika Kristo Yesu. Tunamshukuru Mungu Baba katika Kristo Yesu. Huu ni uamsho, kwa hiyo kila asikiae apate ufahamu, na heri wewe unayesikia na kuchukua hatua. Roho Mtakatifu analiambia kanisa usikose moyo wa shukrani kwa Bwana Mungu wako. Na tukumbuke kanisa si jengo, kanisa ni mimi na wewe na yule tuliye muamini Yesu Kristo, kwamba alikufa akafufuka kwa ajili yetu. Ninakwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Asante Baba yetu wa mbinguni na duniani, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo tumekusanyika. Ni sisi Baba watoto wako tena, tunakuja kwako. Tuko hapa Bwana, mioyo yetu, roho zetu, nafsi zetu, kila kitu chetu kiko wazi mbele zako Baba, katika jina la Yesu. Katika nafasi hii ya mimi kukutumikia ulionisimamisha, nafasi ya utumishi Bwana, mimi ni chombo chako, na kuja nikiwa nimelibeba kanisa lako hili, wateule wako, watakatifu wako, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa Baba, katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, damu ya sadaka wetu Kristo Yesu aliyekwisha kutolewa, ninaingia kwenye kiti chako cha rehema na neema Baba, nakaribia kiti chako kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu, katika jina la Yesu, nikiwa nimembeba mama huyu, baba huyu, kijana huyu, binti huyu, watoto wako hao wote Bwana. Mungu, nakusihi rehema na neema juu yangu mimi mtumishi wako, kama chombo chako. Unisafishe, unisamee dhambi na makosa popote nilipowaza, niliponena, nilipotenda kinyume na mapenzi yako, kwa jinsi yote ile, iwe ni kwa kujua au kwa kutokujua. Niko hapa Baba, ni wazi mbele zako. Naomba damu yako ipate kunisafisha na kuniosha. Mahali ambapo sijatimiza kusudi lako, unisamee na kunirehemu, na kwa damu yako agano jipya unisafishe. Baba, nasema asante kwa kuwa kwako kuna msamaha, ili jina lako liogopwe. Asante kwa kunisamee. Ndipo sasa Bwana, ninatubu kwa ajili ya wateule wako wa Bwana, watoto wako wa Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na kuomba Baba, rehema zako na neema yako zisimpungukie mama huyu, baba huyu, binti huyu, kijana huyu, wazee hao, watoto hao, usiwapungukie wao na familia zao Bwana, na ndugu zao. Mungu, msamaha wa damu yako takatifu ukapite sasa juu yao na juu ya familia zao, juu ya nyumba zao, na kwa damu yako Yesu uwaoshe Baba, katika jina la Yesu, damu yako yenye kuondoa na kufuta. Na Baba, umesema hutokumbuka tena. Jina lako litukuzwe Bwana kupitia msamaha huu na toba hii, na utukufu wako uzidi kudhihirika katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu kwa kutukusanyisha tena pamoja. Kwa jina la Yesu Kristo tumekusanyika. Roho wa Mungu, tuseme nini? Asante kwa kutukumbusha ya kwamba yatupasa kuamka na kumshukuru Mungu Baba aliye hai. Roho Mtakatifu wa Mungu, ni wewe mwenye kutufundisha yote na kutukumbusha yote na kutujulisha yote, na mambo ya sirini unayafichua, ili sisi wanadamu tuzidi kumkaribia Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai.
Ufalme wako na uje, Baba wa mbinguni, na mapenzi yako yazidi kutimia hapa duniani kama huko mbinguni. Baba, katika jina la Yesu naichota damu ya Yesu, damu ya agano jipya, nikimwagia ibada hii damu ya Yesu, na kila inapopita ninamwaga damu ya Yesu, nikinyunyiza damu ya Yesu kwenye fahamu zetu, fikra zetu, akili zetu, mioyo yetu, masikio yetu, kwa jina la Yesu, ya ndani na ya nje, macho yetu, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Damu ya Yesu ikapite sasa juu ya kanisa lako. Biblia zetu tunazinyunyizia na kuzimwagia damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Bwana. Fungua ufahamu wetu, tunakuomba kwa jina la Yesu, tupate kulielewa neno lako. Katika jina la Yesu Baba, tupe kusikia kunako kusikia, kwa utukufu wa Mungu Baba, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ibada hii ninaimwagia damu ya Yesu kwa utukufu wa Mungu, na jina la Yesu Kristo likatukuzwe kupitia ibada hii. Ufalme wako Mungu Baba uje kupitia ibada hii. Kwa jina la Yesu na kwenda kinyume kabisa na falme na mamlaka za giza na wakuu wa giza hili na majeshi yote ya mapepo mabaya, mapepo machafu katika ulimwengu wa kiroho, waliojipanga kwa wazi au kwa siri, kwa jinsi yote ile kuzuia kusudi la Mungu kupitia ibada hii. Nami ninatamka kwa jina la Yesu, mmeshindwa. Ninawateka kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu na kuwafunga kwa ufunguo wa damu ya Yesu. Hamna nafasi juu ya ibada hii. Hamna nafasi juu ya kusudi la Mungu alilolikusudia kupitia ibada hii juu ya kanisa lake la sasa, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Amen. Amen. Uamsho kwa kanisa wa kumshukuru Mungu Baba katika Kristo Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu anaongea na kanisa, anaongea na mimi na wewe na yule tuliokombolewa kwa damu ya Yesu. Kanisa, usikose moyo wa shukrani kwa Bwana Mungu wako. Na somo linasema ya kwamba, je, wewe kama mwanadamu huwa unajisikia vibaya na unachoka watu wanapokuomba vitu kila wakati, na hawa watu unawapatia, lakini wao hawakushukuru, lakini wao hawana mioyo ya shukrani? Je, wewe kama mwanadamu huwa unajisikia vibaya? Huwa unachoka na watu kama hawa? Huwa unachoshwa na kitendo hiko juu ya watu hawa? Wewe kama mwanadamu umeshakutana na jambo hili? Je, na hili jambo moyoni mwako umejisikiaje? Yaani kwamba mtu anakuja kila wakati, anahitaji tu kitu kwako, anahitaji tu kitu kwako, anahitaji tu kitu kwako, yeye hakupi chochote. Lakini zaidi ya yote, acha kwamba yeye kutokukupa kitu chochote, zaidi ya yote hakushukuru. Yaani yeye akipokea anaondoka, akirudi tena kwako ujue ana shida nyingine. Anapokea anaondoka, akirudi tena kwako ujue ana shida nyingine. Sasa Roho Mtakatifu wa Mungu anataka tutafakari kanisa. Embu kila mmoja wetu atafakari mahusiano yako binafsi na Mungu, unapomwendea kila wakati kumuomba tu bila kumshukuru. Kila mmoja wetu na ajitafakari. Bwana Yesu apewe sifa sana. Je, umeshachukua muda kutafakari aliyokufanyia Mungu Baba yako jana na juzi, ukamshukuru kwa hayo kwanza, kabla ya listi yako ya leo ya maombi, listi yako nyingine mpya ya maombi? Je, umeshamshukuru kwa hayo ya jana, au hata hayo uliomuomba jana umeshasimama na kumshukuru ukiamini kwamba Mungu amesikia na ametenda? Maana sikio lake anasema si zito hata lisiweze kusikia. Je, umeshamshukuru kwa yale uliomuomba jana na juzi kwanza, ambayo umeyapokea na ambayo hujayapokea, ukiamini ya kwamba kabisa Mungu yuko kazini anafanya? Sasa wapendwa, maombi mengi yamekuwa hayana ladha mbele za Mungu na hayatifui majibu kutoka kwa Mungu, kwa sababu watu wamekosa moyo wa shukrani, kwa sababu kanisa limekosa moyo wa shukrani.
na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Nitasoma neno la Mungu katika Zakaria 4 ule mstari wa 6. Neno la Mungu linasema katika Zakaria 4 mstari wa 6, akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Hili ndilo neno kwa kanisa. Hili ndilo neno la Bwana kwa kanisa. Hili ndilo neno la Bwana kwa wewe mtoto wa Mungu. Leo ninakukumbusha kwa neno hili kwamba hili neno linakukumbusha ya kwamba mahali ulipovuka, milima na mabonde uliovuka, si kwa uwezo wala si kwa nguvu zako, bali ni kwa nguvu za Mungu Baba aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usikose moyo wa shukrani. Isaya 66 ule mstari wa 2, neno la Mungu linasema, maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Kwa neno hili nipo hapa leo kukukumbusha, ewe mtoto wa Mungu, kanisa, kila ulicho nacho, kila kilicho kiuzunguka, kama Bwana asemavyo ya kwamba, maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, asema Bwana katika Isaya 62:2. Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea. Niko hapa kukukumbusha, kila ulicho nacho na kila kilicho kuzunguka ni mkono wa Mungu umevifanya, sio mkono wako, sio uwezo wako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo usikose moyo wa shukrani kwa Mungu, na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Isaya 43 ule mstari wa 15, tasoma mpaka 17. Neno la Mungu linatuambia hivi, mimi ni Bwana mtakatifu wenu, mfalme wenu. Bwana asema hivi, yeye afanyaye njia katika bahari na mahali pa kupita katika maji yenye nguvu, atoae gari na farasi, jeshi la askari na uwezo, wamelala, wametoweka, wamezimwa mfano wa utambi. Sikiliza mtoto wa Mungu, kuna mahali palikuwa ni kama maji mengi na ulikuwa huoni njia, lakini ulivuka kwa ushindi. Niko hapa kwa neno hili leo kukukumbusha, huyo alikuwa ni Mungu aliyekusaidia. Anasema, mimi ni Bwana mtakatifu wenu, mfalme wenu. Bwana asema hivi, yeye afanyaye njia katika bahari na mahali pa kupita katika maji yenye nguvu. Kuna mahali Mungu kakuvusha, kuna mahali Mungu kakupitisha. Moyo wako na uwe ushuhuda mbele zako. Sasa niko hapa kwa neno hili leo kukukumbusha kanisa, hazikuwa nguvu zako, huyo alikuwa ni Mungu. Haleluya. Na neno hili linasema, atoae gari na farasi, jeshi la askari na uwezo, wamelala, wametoweka, wamezimwa mfano wa utambi. Kuna uadui, mtoto wa Mungu, katika maisha yako, na vita vya siri na vya wazi ulikutana navyo na ulishinda. Nipo hapa kwa neno hili leo kukukumbusha, hazikuwa nguvu zako bali ni Mungu. Hebu wote tuseme, hazikuwa nguvu zangu bali ni Mungu. Asante Yesu. Amen. Sikiliza, kama huwa tunafunga kwa kumuomba Mungu, tena mara nyingine kwa kumbembeleza Mungu Baba yetu kwa machozi, kwa nini tusirudi kwake kwa kufunga na kumshukuru Mungu? Ni wangapi huwa wanafunga, anasema mfungo huu mimi ninamshukuru Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Amka mtoto wa Mungu, na uanze leo kuwa na tabia ya kumshukuru Mungu. Amka kanisa, na uanze leo kuwa na tabia ya kumshukuru Mungu. Sikiliza, watu wenye kujibiwa na Mungu haraka ni wale wenye mioyo ya kumshukuru, na sio wanungunikaji,
sio wenye kunung'unika, sio wenye walalamikaji. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wanaonung'unika na kulalamika wanamchukiza Mungu. Wanaomshukuru Mungu wanaupendeza moyo wa Mungu, kwa sababu Mungu anaona kabisa, huyu mwanangu kanishukuru na kunitukuza kwa hili. Embu ngoja nimfanyie na lingine la ajabu, azidi kunishukuru na kunitukuza. Mbele za moyo wake anitukuze na mbele za wanadamu. Kwa sababu tukumbuke, yeye ni Mungu anayekaa ndani ya utukufu, anapenda kutukuzwa, anayekaa ndani ya sifa. Kwa hiyo unapokuwa na moyo wa shukrani mwanadamu, unapokuwa na moyo wa shukrani kanisa, leo hii Roho Mungu anaongea na kanisa, anaongea na sisi, kwa sababu kanisa la sasa limekuwa kumshukuru, yani linakemea mapepo kuliko kumshukuru Mungu. Lina mahitaji listi kila wakati. Ukiamka usiku ni listi, ukiamka asubuhi ni listi, ukienda jioni kulala ni listi tu kwa Mungu. Ni wangapi wanachukua muda kumshukuru Mungu? Neno hili Roho wa Mungu aliambia kanisa, analeta uamsho juu ya kumshukuru Mungu. Ni kweli tunaomba, lakini je, tunamshukuru Mungu? Zaburi 106 mstari wa 1. Haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Leo hii mioyo yetu iamke kwa jina la Yesu, tukumbuke wema wa Mungu Baba yetu wa mbinguni na tumshukuru. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tutakwenda kuingia kwenye ibada ya shukrani. Nakumbuka sisi tunafanya ibada, lakini neno hili liamshe maisha yako binafsi ya kumshukuru Mungu. Neno hili liamshe kwa jina la Yesu kanisa kwa ujumla kumshukuru Mungu. Kwa hiyo kuna maombi ya shukrani yako binafsi ambayo Roho wa Mungu anataka tumfanyie Mungu, na kuna maombi yale ya tukijumuika pamoja pia tuwe tunakumbuka kumshukuru Mungu. Magrupu mangapi ya maombi yanakumbuka kumshukuru Mungu? Na Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie sana. Kama sisi tunavyojisikia vile vibaya, na mara nyingine kabisa, yani neema ya Mungu isipokuwa na wewe unaweza ukasusa kabisa kumpa mtu hicho, kumpa mtu tena kitu, kwa sababu tu huyu mwanadamu amekosa moyo wa shukrani. Hebu tutafakari na sisi mahusiano yetu binafsi na Mungu aliye hai, na kila mmoja neno hili mmulike moyo wake, na amini, chukua hatua. Amen. Utayaona matunda. Utaona hata yale uliokuwa unaona magumu, unashangaa unapata nayo amani, unavuka. Roho wa Mungu atusaidie sana. Twakupa heshima na sifa zote, Baba Mungu umetukuka. Baba, twakupa heshima na sifa zote, Baba Mungu umetukuka. Mfalme mwema, mfalme mwema, mwaminifu, Baba muweza yote, una nguvu, haushindwi. Pokea utukufu. Mfalme mwema, mfalme mwema, mwaminifu, Baba muweza yote, Yesu na nguvu, haushindwi. Pokea utukufu. Twakupa heshima
na sifa zote. Baba Mungu umetukuka, Yesu twakupa heshima na sifa zote. Baba Mungu umetukuka, mtakatifu, mtakatifu, ni mtakatifu Bwana wa majeshi, dunia yote imejawa na utukufu wote. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana wa majeshi, dunia yote imejawa na utukufu wote. Twakupa heshima na sifa zote. Baba Mungu umetukuka, Yesu twakupa heshima na sifa zote. Baba Mungu umetukuka, Baba twakupa heshima na sifa zote. Baba Mungu umetukuka. Haleluya. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na kila mmoja wetu afungue kinywa chake na moyo wake. Moyo wako sasa Mungu anauangalia. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tazama watoto wako tunakuja kwako, mfalme wa amani. Tunakushukuru ile tu kwamba umesema nasi Bwana. Umetukumbusha ya kwamba Bwana tumezembea katika shukrani, ya kwamba Baba tumezembea katika ushukrani, na hata Baba tukahuzunisha moyo wako. Baba Mungu, rehema zako na neema yako juu yetu, juu ya jambo hili, kwa kuwa neno lako limetumulika tu wazi mbele zako. Tunaomba Baba wa mbinguni, msamaha wa damu yako juu yangu na juu ya kila aliye wako kanisa lako Bwana, watoto wako mfalme wa amani, kila ambaye amekosa shukrani kwako Bwana. Damu yako sasa ikapate kumuosha na kumsafisha kwa damu yako takatifu Bwana. Na hata mara nyingine Baba tunashukuru si kwa kiwango ambacho umekikusudia wewe. Msamaha wa damu yako kapite. Ni hapa Baba tumekusanyika na kukusanyisha sauti zetu kwa jina la Yesu, tunazipaza kwako Bwana, tukisema asante. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Asante kwa kutuchagua sisi tukuabudu na kutumikia. Asante Bwana Yesu kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Baba, tazama tuseme hivi, sisi tuliokombolewa kwa damu yako takatifu, tuliokombolewa na Bwana, tunasema hivi Bwana, tunasema Baba, tunasema asante. Wewe ni Mungu, umetukusanya kutoka nchi zote za mashariki na magharibi na kaskazini na kusini. Hata tulipokuwa tumetangatanga majangwani, tulipokuwa Misri Baba, umetusaidia. Umetutoa kwenye utawala wa shetani, umetuingiza katika ufalme wako Bwana, ufalme wa mwana wa pendo lako Yesu Kristo. Oh, haleluya. Asante Baba yetu wa mbinguni. Asante Bwana. Kama si wewe Bwana, nafsi zetu naziseme sasa. Kama si mkono wako kutuokoa Bwana, mioyo yetu na ikili leo. Baba, tunasema asante. Asante kwa kutushindia Bwana.
Tumekuona Baba ukitulisha, ukituvisha, ukitunywesha. Tumekuona Bwana ukilituma neno lako na kututoa kwenye maangamizo yetu yote. Tumeuona msamaha wa damu yako takatifu hata tunapokukosea Baba. Tumeona rehema zako na neema yako ambazo ni mpya kila siku itwapo leo. Kila siku asubuhi Baba umeachilia rehema zako juu yetu. Sisi wanadamu Bwana, tuseme nini Bwana mbele zako? Tuseme nini zaidi ya kusema asante? Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mama huyu, baba huyu, binti huyu, kijana huyu. Ninakushukuru kwa ajili ya wazee hawa Bwana. Asante Bwana Yesu kwa ajili yao na familia yao. Asante kwa uhai huu tulio nao ili tupate kukuabudu na kukushukuru Mungu uliye hai. Asante Bwana Yesu kwa kutukomboa kwa damu yako takatifu tupate kukuishia wewe hapa duniani. Oh, haleluya. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Roho Mtakatifu wa Mungu, tuseme nini juu ya uwepo wako ambao uko na sisi siku zote za maisha yetu? Baba, umesema unatembea na sisi, ni Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu ni wewe Yesu. Asante Baba yetu. Roho Mtakatifu wa Mungu, tumekuona ukitushauri. Tumekuona Bwana ukitukumbusha mambo yote. Tumekuona ukitujulisha yale asilini yaliyojificha ambayo hata adui zetu walijua hatutoyajua, lakini Yesu umeyafunua. Roho Mtakatifu wa Mungu, asante. Asante hata kwa kutuongoza katika ibada hii. Oh, haleluya. Yesu ni Bwana. Wastahili utukufu. Wastahili utukufu. Yesu peke wastahili utukufu. Baba, umeketi kwenye enzi yote, umeketi kwenye enzi yote. Bwana Yesu peke wastahili utukufu. Umeketi kwenye enzi yote, umeketi kwenye enzi yote. Yesu peke wastahili utukufu. Wastahili utukufu. Unastahili utukufu. Bwana Yesu peke wastahili utukufu. Wastahili utukufu. Mungu umeketi kwenye enzi yote. Baba, umeketi kwenye enzi yote. Ni Yesu peke wastahili utukufu. Baba, umeketi kwenye enzi yote, umeketi kwenye enzi yote. Ni Yesu peke wastahili utukufu. Haleluya. Bwana wastahili. Baba, tuseme nini juu ya haya? Asante kwa kulidhihirisha jina lako maishani mwetu, kwa kuwa kwa jina lako Yesu tunaomba na tunapokea. Baba, tumeona ukijishughulisha na haja za mioyo yetu usiku na mchana. Usiyelala, usiyesinzia ni wewe Mungu. Usiacha miguu yetu isogezwe ni wewe Mungu. Usiku na mchana unatuwazia mema Bwana. Hata sisi wanadamu saa ingine wenyewe kwa wenyewe nafsi zetu zinajiwazia mabaya, lakini Mungu, wewe ni Mungu unayetuwazia mema. Nafsi zetu saa ingine zinawaza hata kukata tamaa, lakini Mungu, wewe ni Mungu unayetuwazia mema. Mawazo yako ni amina na kweli. Umesema katika neno lako la Yeremia kwamba unatuwazia mawazo ya ushindi, mawazo ya amani, mawazo ya kutufanikisha sisi siku zetu za mbele. Kesho yetu Bwana umeiwazia mema. Tuseme nini Baba? Nani Mungu kama wewe? Nani Baba kama wewe? Hakika
Mungu wetu na Baba yetu, ndiwe Mwokozi na Mkombozi. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu kwa wema wako na fadhili zako na uaminifu wako. Ni nani kama we Bwana, uliacha mbingu ukaja kutuokoa sisi wanadamu? Baba, tunasema asante. Yesu, nasema asante, mfalme wa amani. Niseme nini, mfalme wa amani? Nafsi yangu na ishuhudie Baba pale Mungu uliponivusha kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, tuko kwako, mfalme wa amani. Tuko mbele zako Baba yetu wa mbinguni, tuko mbele zako Baba yetu wa mbinguni, tuko mbele zako Baba yetu wa mbinguni, tuko mbele zako Baba yetu wa mbinguni. Baba, mioyo yetu imelisikia neno lako Bwana. Mioyo yetu Baba imegundua hatukushukuru wewe kwa viwango ulivyokuvikusudia. Na mara nyingine Baba tumekuwa ni watu wa kuleta tu mahitaji. Mungu wetu na Baba yetu, tazama Bwana, leo hii kanisa lako Baba tumekusanyika Bwana kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tukiwaalika malaika wa sifa wenye kukusifu na kukuabudu Baba, tukiungamanisha sauti zetu na watakatifu wako, mfalme wa amani, kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi mwana wa Mungu aliye hai. Asante Yesu, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Mungu wetu na Baba yetu, wewe ni Mungu. Asante Baba yetu wa mbinguni, twakuabudu, Yesu, twakuabudu, Yesu, twakuabudu. Bwana Yesu, twakuabudu. Bwana Yesu, twakuabudu. Twakushukuru, 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 twakushukuru. Yesu, twakushukuru, twakushukuru, twakushukuru. Bwana Yesu, twakushukuru. Bwana Yesu, twakushukuru. Yesu, twakushukuru. Bwana Yesu, twakushukuru. Bwana Yesu, twakushukuru. Haleluya. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya ibada hii, kwa utukufu wa jina lako. Baba, tunasema asante. Hata tulipopita kati ya maji mengi Bwana, tumeona Mungu mkono wako ukifanya njia pasipokuwa na njia. Hata pale tulipoinama mkono wako umetuinua. Baba, tunasema asante. Asante Baba yetu, umepigana vita vya siri na vya wazi, umetushindia. Hakika kwa mkono wako uliodari tumeshinda na zaidi ya kushinda. Vita vile vya siri na vya wazi Baba, tumeshinda kwa damu yako takatifu, na tunaendelea kushinda kwa damu yako takatifu. Basi Baba, tunasema asante, kwa kuwa neno lako linasema, na wakamshinda shetani
kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu na kwa neno la ushuhuda wao. Baba, tunayashuhudia haya ni ushindi tosha katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Oh, haleluya. Ni ushindi tosha Baba yetu wa mbinguni. Tunakushukuru. Asante Yesu. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Niseme nini Bwana juu ya yatima na wajane? Kwa kuwa ahadi yako ni amina na kweli. Wewe ni mume wa wajane, ni baba wa yatima. Oh, haleluya. Yesu ni Bwana. Baba, tunakushukuru kwa kuwa Bwana, nimeona ukiwalisha, ukiwavisha, ukiwanywesha, ukiwawazia mema usiku na mchana. Mungu mwenye nguvu, mwenye kuponya ni wewe, mwenye kuganga mioyo iliyovunjika ni wewe, mwenye kufuta machozi tumekuona, tunasema asante. Ni nani Mungu kama wewe? Tunakuabudu Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Baba, asante Roho Mtakatifu, ulio yafanya kwetu ni mengi, shuhuda zako hazihesabiki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Yesu, nina kushukuru. Ulio yafanya kwangu ni mengi, shuhuda zako hazihesabiki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Yesu, nina kushukuru. Baba, nina kushukuru. Asante Bwana Yesu. Hakika kupitia msalaba wako hata sisi tuliokuwa hatuna majina, leo hii Baba tunaitwa wateule wa Mungu Baba aliye hai. Tunaitwa watakatifu wa Mungu Baba aliye hai. Na hii Bwana Yesu ni kwa damu yako iliyomwagika msalabani. Leo hii tunaitwa watoto wa Mungu. Tumekuwa na jina sisi Bwana. Tuliokuwa tumesahaulika, leo hii Bwana Yesu tumekumbukwa kwa utukufu wa jina lako. Asante Yesu kwa neema hii. Umefanya hili, umefanya lile, umetupa jina. Tunaitwa watoto wa Mungu Baba, watakatifu wake Mungu aliye hai, makuhani wa kifalme, watoto wa kifalme wa Mungu aliye hai. Asante Baba hata kwa kutupa kutawala. Tunatawala kwa damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu. Mungu, tunakushukuru Baba. Niseme nini? Mambo ni mengi, yanazidi hata mchanga wa baharini unaotufanyia sisi. Lakini Bwana, mioyo yetu iwazi mbele zako. Ile tu kwamba umetukumbusha kurudi kukushukuru ni neema tosha ya sisi kukushukuru hata kwa jambo hili. Baba, tunasema asante. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu kwa kuiongoza ibada hii. Ninaifunika kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Na neno lako likazidi kufufua nguvu ya uamsho kwenye mioyo ya watoto wako ya shukrani, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na kila mmoja wetu aseme amen. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amen.